kama tutampa Jean Charles Ahoua MVP, tuzo ya MVP, basi tuombe radhi George Mpole, kwa sababu tulimnyima nafasi ya kuwa MVP wakati alistahili na tumchukulie Jean Charles Ahoua aende Singida, kwa maana Jonathan Soa aende Simba. Hivi unafikiri Simba atakataa? Sasa nani mwenye thamani? Sijui kama mnanielewa ninachokizungumza. Kuletea mtu kama Jean Charles Ahoua kama ni mchezaji bora wa ligi, kama ni mchezaji bora kwa maana MVP, niwakumbushe kwamba kigezo hiki kinamtoa Jean Charles Ahoua kuwa MVP wa ligi kwa sababu gani? Mwaka 2021-22 mtakuwa nakumbuka MVP wa ligi alikuwa ni nani? Nani amesahau hiki kitu? Leo tunazungumza mtu kafunga goli 16, wengine wana goli 13, mwingine 14, mwingine ngapi? MVP. Bwana, karibu tujadili kuhusiana masuala ya mpira wa miguu. Tujadili kuhusiana na kile kitu ambacho kinazungumzwa sana kwa sasa, tukizungumzia nani ambaye atakuwa MVP wa ligi ya Tanzania kwa maana ya NBC Premier League. Nani atakuwa kwa maana ya MVP, mchezaji bora wa msimu ni nani? Hayo maswali yamekuwa ni mengi sana ambayo watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa namna tofauti sana. Lakini kuna upande mbili ambazo zinazungumza sana, akiwemo kwa maana Pacome Zouzoua kama ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanastahili kuwa MVP wa ligi. Kuna Charles Ahoua kutoka pale Simba, na anazungumzwa kwamba ni anaweza kawa pia MVP wa ligi. Kuna hoja nyingi ambazo zinazungumzwa, lakini mimi nikwambie, kwangu kiniambia MVP wa ligi, naweza nikamuita Jonathan Soa kuwa MVP wa ligi. Kutakuwa na hoja tofauti za kuzungumza kuhusiana na Jonathan Soa, jinsi ambavyo anastahili kuwa MVP wa ligi, ukiachana na Pacome Zouzoua na ukiachana pia na mchezaji kutoka pale Simba kwa maana ya mchezaji Charles Ahoua. Taweka mizani yetu hapa, kila mmoja elewe tunachokizungumza. Mimi naitwa Lugano Izari, karibu sana. Hii ni Like Media, kitaalamu zaidi tukachambue kuhusiana na nani ambaye anastahili kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Hoja kwa hoja zinaanza hapa. Kwa hiyo tuanze kujadili hapa kuhusiana na kila ambacho kinazungumzwa, kila mmoja akimzungumza kwamba huyu ndo MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Tukianza na Jean Charles Ahoua ambaye anazungumzwa kwamba ndiye ambaye anafaa kuwa MVP. Tumwangalie Charles Ahoua. Yeye kama mchezaji wa Simba kacheza michezo mingapi mpaka sasa? Charles Ahoua kacheza michezo 28 akiwa na magoli 16. Hebu tumfananishe na mchezaji ambaye kacheza michezo 15 ana magoli 13. Hivi nani ambaye kafanya vizuri katika ligi, ambaye kaingia nusu msimu michezo 15 anakupa idadi ya magoli 13, tofauti ya magoli matatu tu kumfikia top scorer ambaye ana magoli 16. Na kigezo ambacho kinazungumzwa kuhusiana na Jean Charles Ahoua kwamba ana magoli 16. Tukimwangalia hapo na mzungumzia hapo ni Jonathan Soa ambaye ameingia akiwa nusu msimu na magoli 13. Magoli 16. Ana full msimu kasoro mechi mbili tu ambazo inaonekana hakucheza. Hebu niambie kwa hapo, unafikiri nani ambaye katendea haki ligi? Nani ambaye katusurprise kwenye ligi? Surprise, mtu ambaye kafanya kitu kikubwa sana. Mimi naweza kusema Soa anastahili kuwa MVP wa ligi ni kwa sababu ana michezo michache na akaonyesha umwamba kwa wastani wa kila goli moja na anafunga. Kwa upande wa Yanga anamzungumzia Pacome. Twende kwa Pacome. Pacome ana magoli 13 sasa hivi. Amecheza michezo 27 kwa takwimu ambazo ninazo, michezo 27. Twende sasa katika michezo 27 ambayo kacheza, ana magoli 13. Pacome Zouzoua magoli 13, yuko sawa na Soa. Lakini nenda kwenye mchango wa Soa, angalia jinsi ambavyo amekati msimu nusu
anakupa goli zile. Je, angemaliza msimu mzima angekuwa na goli ngapi? Maana yake yule, mimi nadhani wale ambao wanatengeneza tuzo, kamati ya tuzo, hapa ndipo ambapo tunataka tuone mchanganuo wa kamati ya tuzo huko kwa namna gani. Kamati ya tuzo zima tuambie kwamba kiwango cha Soa ni kiwango cha aina gani, cha kawaida? Haiwezekani nusu msimu ukawasogelea watu ambao wanamaliza msimu mzima kwa kucheza. Goli 13 tofauti kwa magoli matatu ya mfungaji bora, lakini wako sawa na mchezaji ambaye kacheza michezo mingi sana, kwa maana ya Pacome Zouzoua. Na tunamzungumzia pia Jonathan Soa, yuko sawa na Dube, anazidiwa goli moja na Mzizi ambaye Mzizi ana magoli 14. Kwa hiyo utakuja kuangalia namna ambavyo mambo yanaenda. Mimi nikwambie kabisa kwa sasa hivi watu ambao wanazungumzia top scorer, kama mtu anamfikiria MVP, Charles Ahoua ni top scorer, lakini kama kuna mtu anamfikiria MVP wa ligi, anafikiria kwenye magoli tu, huyo anafeli kujua maana ya MVP. MVP ni mchezaji mwenye thamani kubwa sana kwenye ligi. Hebu tumweke Pacome Zouzoua, alafu tumweke Charles Ahoua, alafu tumchukue tumweke Jonathan Soa hapa. Nani mwenye thamani kubwa sasa kwenye ligi? Ukitaka kufahamu kwamba neno linaitwa MVP, tunazungumzia mchezaji mwenye thamani kubwa kwenye ligi. Tunazungumzia mchezaji kama Charles Ahoua, tunamzungumzia mchezaji kama Pacome Zouzoua, tunamzungumzia mtu kama Jonathan Soa. Nenda angalia thamani wewe binafsi kwenye timu yako, akiingia mtu wa aina gani, mwenyewe utastuka na utaona kabisa kuna jambo linaenda kufanyia kwenye timu yangu. Jonathan Soa mpaka sasa hivi tetezi nazungumzwa kwamba anatoka Singida Black Stars, anaenda Yanga. Huo ni moja kati ya usajili mkubwa sana ambao wana Yanga wanafurahi ile kinomanoma. Ina maana kama ingetokea wangesema Jonathan Soa ajiunge na Yanga alafu Pacome aende Singida Black Stars, unafikiri Yanga angemkataa Jonathan Soa? Wangesema baki huko kwenye Soa, babaki na Pacome? Hapo ndo unaweza ukaangalia kipimo. Sasa twende upande wa Simba. Jonathan Soa waseme wabadilishane Charles Ahoua ambaye ana magoli 16, wabadilishane na mchezaji mwenye magoli 13, mwenye michezo chini ya chini ya 20, ameugawa msimu, manake ana michezo kama 15, lakini mwenye michezo 30. Sawa, wabadilishane, tumchukulie Charles Ahoua aende Singida, kwa maana Jonathan Soa aende Simba. Hivi unafikiri Simba watakataa? Sasa nani mwenye thamani? Sijui kama mnanielewa ninachokizungumza. Unajua kamati ya tuzo itusaidie kitu kimoja, kutuletea mtu ambaye anaitwa MVP. Kamati ya ligi ya tuzo ituletee mtu ambaye kweli anadeserve kwamba huyu kweli ni MVP wa ligi. Kwa nini? Sehemu pekee ambapo tulishe kutendea haki kwenye MVP wa ligi ilikuwa ni kwa sehemu ya Fiston Kalala ambaye alifiti kila sehemu, kwenye hamasa alifiti kwenye utunguaji magoli, kwenye ubora wa uchezaji alifiti kila sehemu. Hakuna mtu ambaye angeweza kumpinga Fiston Kalala kwenye ubora kwenye ligi kama mchezaji bora. Sawa Lakini niwakumbushe kitu kimoja, kama mtakuja kutuletea mtu kama Charles Ahoua kama ni mchezaji bora wa ligi, kama ni mchezaji bora kwa maana MVP, niwakumbushe kwamba kigezo hiki kinamtoa Charles Ahoua kuwa MVP wa ligi. Kwa sababu gani? Mwaka 2021-22 mtakuwa nakumbuka MVP wa ligi alikuwa ni nani? MVP wa ligi alikuwa Yannick Bangala Litombo, ambaye mfungaji bora wa kipindi kile alikuwa ni George Mpole akichezea timu ya Geita Gold FC. George Mpole alikuwa mfungaji bora wa ligi. Litombo akaja kuwa mchezaji bora wa ligi. Tuje kwenye vigezo. Kwa nini Yannick Bangala alikuwa mchezaji bora wa ligi? Na kwa nini Mpole hakuwa mchezaji bora? Kwa nini? Alikuwa mfungaji bora lakini hakuwa MVP. Kwa nini? Hapo sasa tutaanza kuhoji pia kwamba inawezekana kama ndo mambo kama haya, kuangalia mtu aliyefunga magoli ndo anaweza kuwa MVP wa ligi, basi tumwombe radhi kwa maana George Mpole tabii tumwombe radhi.
kama mfungaji wa magoli, tena kafunga magoli 16. Mpole nakumbuka alifunga magoli 17. Goli moja zaidi ya Fiston Kalala Mayele. Hakuwa mchezaji bora wa ligi. Kwa nini? Akachukua Litombo, Banga la Litombo. Sawa? Yannick Banga la Litombo ndo alikuwa mchezaji bora kipindi hicho. Na huyu anacheza nafasi ya beki na kiungo kipindi hicho. Ni kwa nini? Kwa nini kipindi kile akupewa George Mpole akawa MVP? Kwa nini? Kama ni magoli. Sasa hebu tuangalie George Mpole mwenyewe kwanza, katika magoli aliyofunga hakukuwa na set pieces, hakukuwa na penalty. Yeye ni kufunga tu, lakini hakuna mtu aliona kama George Mpole alikuwa na thamani ya kuwa MVP. Hata mwenyewe akulalamika. Hata hakuna mtu ambaye alilalamika, kwa sababu tuliwapa nafasi kamati ya tuzo ikatupa kitu ambacho tukaona kweli. Kwa upande wa Yanga, ukiangalia kikosi kizima, ukimwangalia Yannick Bangala, unamwona thamani ya mchezaji kwenye beki, kwenye upande wa kiungo. Alideserve kuwa na uhitaji mkubwa sana wa kuheshimiwa. Hata pesa ya usajili wake, thamani yake kawa ni kubwa zaidi Litombo, si ndio? Lakini ukiniambia kwamba ukimzungumzia Jean Charles Ahoua kwamba ndo MVP wa ligi, afu unaangalia na magoli mengi na mchango mwingi wa magoli, Mpole mbona alikuwa na magoli mengi? Ulikuwa sio mchango kwa na magoli 17 kwenye timu tena ya daraja la kati kama timu kama Geita Gold FC. Kwa nini tusimpe heshima yake? Lakini watu wakapita pembeni. Kama tutampa Jean Charles Ahoua MVP, tuzo ya MVP, basi tumombe radhi George Mpole, kwa sababu tulimnyima nafasi ya kuwa MVP wakati alistahili na alipambana na timu bora kabisa Yanga kipindi hicho. Yeye akitoka Geita Gold FC anafunga goli 17 kwa maana ya Mayele yeye anafunga goli 16. Nani amesahau hiki kitu? Leo tunazungumza mtu kafunga goli 16, wengine wana goli 13, mwingine 14, mwingine ngapi? MVP. Kachangia magoli mangapi? Kiasi fulani. Kwani Mpole akuchangia? Lakini kikubwa ni kuangalia. Tuangalie kwa nini tunasema MVP wa ligi, mchezaji mwenye thamani zaidi kwenye ligi. Je, tunaweza kumuona Jean Charles Ahoua kama ni mchezaji mwenye thamani kubwa kwenye ligi ya Tanzania? Tunamuona kwenye mlengo huo, tunamuona kwenye thamani hiyo. Na akisimama tumsimamishe Jean Charles Ahoua, tumsimamishe na Pacome. Tuwasimamishe Pacome na Jean Charles Ahoua. Nani mwenye thamani ambaye wewe hata kama ni shabiki wa Simba utaenda na nani? Utaenda na Pacome au utaenda na Jean Charles Ahoua? Yaani tuseme kama unamsajili kwenye timu yako, utaenda na nani? Kwenye ubora ule kwamba ameipa thamani ligi. Kwa hiyo mimi binafsi nikiangalia kwenye ligi, mtu ambaye anapewa thamani ni mtu ambaye ametoa thamani kubwa kwenye ligi. Kila mmoja anasema yes, hiki kitu kimefanyika. Mimi naamini kwa upande wa watu wa tuzo, kamati ya tuzo inatakiwa ikae chini. Kuna kini ukiangalia mahesabu, ukiangalia kufunga kwa mchezaji dirisha dogo alafu akafunga magoli 16, maana yake huyu ungempa msimu mzima angekupigia 20+ zaidi ya 20 goli. Hapo maana yake zimebakia 7 tu. Mechi zizobakia si angefunga 7 20 na kitu angefika. Lakini msimu mmoja goli 13. Niambie. Alafu mseme ana maana hataki kuzingatiwa. Kamati ya tuzo lazima iangalie na izingatie zaidi. Ni nini ambacho kinatakiwa kitumie kama kigezo? Kama ni ubora, kama ni thamani, Jonathan Soa kaionyesha thamani kubwa kuliko hata Pacome Zouzoua. Soa kuna sehemu alikuwa anaamua matokeo yeye, na unaona huko ameshaharibu. Na pengine tunaweza kuzungumzia Simba na Yanga ni kwa sababu watu wengi wanazitazama hizi timu. Lakini huyu ndio mchezaji ambaye kaonyesha. Kamati ya tuzo itakuwa imetusaidia sana endapo kama watakuja kutuambia kwamba mtu ambaye anastahili kuwa kuwa MVP wa ligi ni fulani, wanawatupe na vigezo ili mazingira yakitokea hayo msimu mwingine tuambie jamani, tunaangalia magoli, atuangalie ubora wa mtu, atuangalie value ya mchezo, jinsi ambavyo anakuwa na thamani kwenye kikosi, akiwemo timu pinzani zina vipi zikimuona yeye. Huyo ndo mtu mwenye thamani. Kwa hiyo tunapozungumzia thamani, of course magoli yanazingatiwa kwenye thamani ya mchezaji bora, lakini mbona kuna wachezaji ambao hawakufunga magoli? Beki wa Liverpool anakuwa beki bora
Van Dijk anakuwa beki bora, alifunga magoli mangapi? Thamani yake tu ya kazi aliyoifanya, watu wakasema huyu anastahili kuwa MVP wa ligi ya England. Sawa. Hebu angalie mtu kama N'Golo Kante, alishawahi kuwa mchezaji bora pale England. Alitokana na nini? Ilitokana na sio kwamba alifunga magoli mengi, thamani ambayo alionyesha uwanjani na kile kitu alichokifanya kwenye ligi ndicho ambacho kiliamua. Lakini ukiangalia kamati ya tuzo, wao wanaangalia nani kafunga magoli mengi. Hata tuzo za mwezi tumekuwa tukiona, unakuta kwa sababu mtu kafunga. Nakumbuka Zidane Sileli wakati Azam anacheza na Simba, alivyofunga goli dakika za mwisho, alivyoingia akatoka, huo ndo man of the match. Of course inawezekana kaamua game, lakini hakuna watu wengine ambao mnaweza kutuambia walifanya kazi kubwa sana kusaidia mashambulizi, au golikipa alipangua sana michomo hata kama amefungwa. Hebu tupeni vigezo ambavyo vitakuja kutupa MVP wa ligi ni nani? Kwa sababu inawezekana tukaangalia upande wa Simba na Yanga, lakini tukaacha kuna mtu ambaye kaipa thamani ligi. Yaani kaonyesha kwamba yeye angepewa muda mrefu angekuwa na magoli zaidi ya yale. Kwa sababu michezo mitatu tu pengine angepewa Jonathan Soa, angekuwa amemfikia Jean Charles Ahoua ambaye kapiga penalti nyingi. Tunasemaje ni man of the ni MVP kwa sababu ya kufunga magoli tu? Tuangalie thamani ya mchezaji, kile ambacho amekiongeza kwenye ligi. Ndio maana kuambiaje kwa Fiston Kalamayele, mmoja kati ya MVP wa Tanzania ambao walistahili kupata, hakuna mtu aliyelalamika kwa sababu alipa thamani. Ukiangalia hata jinsi ambavyo kuhamasisha mambo ambayo alikuwa anafanya uwanjani, jinsi ambavyo alikuwa anaamsha mashabiki, huwezi kumkataa mtu kama huyo, si ndio? Lakini kwa hapa sasa hivi twende kwenye vigezo. MVP kama Jonathan Soa atakuwa hana vigezo, basi tuangalie kati ya Pacome na Zouzoua na Pacome Zouzoua pamoja na Jean Charles Ahoua. Wana vigezo gani? Huyu ana magoli mengi, ana mchango wake. Huyu anaonyesha thamani yake. Nani ni nani? Je, tuangalie magoli tu? Lakini kama hatutaangalia magoli, tutaangalia uwezo wa mtu ambaye kafanya vikubwa kwenye ligi. Jonathan Soa, mimi sitaki kumpuuza huyo mtu, kitu alichokifanya. Tuna kila sababu ya kumwambia kwamba wewe, tukikupa msimu mwingine huko timu yote tikaocheze, hata kama Singida Black Stars, inawezekana ukawa top scorer. Kwa hiyo mimi binafsi kwenye swala la nani ni MVP, naona huenda ikaenda pale Singida Black Stars, kwa mchezaji ambaye tetesi zinazungumzwa kwamba huenda akatua msimu ujao ndani ya viunga vya Jangwani. Jonathan Soa anastahili kabisa. Muda mfupi kwa kiwango kikubwa kaifanya timu kuwa tegemezi kwake akiwepo uwanjani. Wapinzani wanaona kabisa leo tuna shughuli nzito. Kwa nini asiwe MVP wa ligi hata kwa nusu msimu? Mbona wengine wanapewa man of the match dakika za mwishoni kama Zidane Sileli? Kwa nini asiwe Jonathan Soa ambaye ana michezo michache, ana magoli 13? Mimi namaliza hivyo. Mimi naitwa Lugano Israel, nite kocha Lugano. Tunaanza